Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 1 Machi tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Switbert askofu. Switbert alikuwa mmojawapo wa kundi la wamisionari 12 kutoka Uingereza na Ireland. Wamisionari walioongozwa na Mtakatifu Willibrord mnamo mwaka 690 kwenda Uholanzi na baadaye Ujerumani kueneza Injili. Wamisionari hawa walianza kuhubiri Injili kwa kabila la Wafrisi na baadaye walielekea upande wa kusini mwa bara la Ulaya, wakitembea umbali mrefu kwenye nchi kavu kwa kufuata mto Rhine. Safari yao ilikuwa ngumu sana. Walipata changamoto nyingi, wakashinda vikwazo vingi na mwishowe wakafanikiwa kuhubiri na kuwaongoa watu. Mtakatifu Switbert alikuwa na kipaji cha kuvuta watu kwa mahubiri yake mazuri. Switbert alirudi Uingereza kutafuta wamisionari wengi zaidi, na akiwa huko aliteuliwa kuwa askofu. Kabla ya kurudi Uingereza, alimwachia Mtakatifu Willibrord kazi ya kusimamia makanisa aliyokuwa amekwisha kuyafungua. Askofu Switbert aliporudi tena Ujerumani baada ya kupewa uaskofu, aliongeza bidii zaidi katika kuhubiri Injili na akafanikiwa kubatiza watu na pia makabila mengine. Hata hivyo, miaka michache baadaye, kabila la Wasaxon waliteka na kuishikilia nchi hiyo, na hivyo kazi yake iliharibiwa sana. Askofu Switbert alikimbilia katika kisiwa kimoja huko mto Rhine na kujiandaa kwa kifo chake. Alijenga nyumba ya kitawa huko na kuishi kule pamoja na watawa wenzake, na akafariki kwenye nyumba hiyo mnamo mwaka 713. Mwili wake uliwekwa kwenye sanduku ambalo baadaye ulipotea, lakini baada ya miaka 900 likapatikana tena. Bado sanduku hilo limehifadhiwa na linaheshimiwa, na miujiza mingi inatendeka kwa maombezi yake. Maisha ya Mtakatifu Switbert ni mfano bora kwa wamisionari. Maisha yake yanabainisha changamoto ambazo wamisionari wanaweza kukumbana nazo katika nchi za misioni na vikwazo wanavyoweza kuvipata kutoka kwa watu wanaowahubiria Injili na namna ya kukabiliana na vikwazo hivyo. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mtakatifu Daudi anatupatia tafakari fupi inayohusu maisha ya Mtakatifu Switbert askofu. Uwe na furaha na shika imani. Fanya mambo yale madogo uliyoyaona na kusikia kutoka kwangu. Watakatifu wengine tarehe 1 Machi: Mtakatifu Albini, watakatifu Adrianus, Victori na Secundilus wafiadini wa Afrika Kaskazini, na pia Mtakatifu Donatus mfiadini wa Tunisia. Mtakatifu Switbert askofu, utuombee.